Na kwa mara nyingine tena, wazee wangu, mama zangu na ndugu zangu, karibuni katika makala yetu ya kipindi cha Je, Wajua. Kwa mara hii tunakutana na mtaalamu wa lugha ya Kiswahili, mwanaharakati wa mambo ya siasa na mshairi maarufu kwa jina la Mwalimu Abdulatif Abdallah. Ni fursa nyingine tutajadili masuala ambayo bila shaka kutakuwa ni ya manufaa kwa jamii ya eneo hili kwa jumla, na ni matumaini yangu kuwa katika mtakayosikia kwa namna moja au nyingine yatawanufaisha na kuwatanabahisha kuhusu mambo muhimu katika jamii. Karibu sana mwalimu. Asante sana bwana, nashukuru. Kwa kuanza, ningependa pengine kwa faida ya watizamaji uwaeleze khalfia yako, maisha, unzaliwa wapi, lini, unsoma wapi na mpaka hivi sasa uko wapi? Mimi nilizaliwa hapa mjini Mombasa mwezi wa Aprili mwaka 1946 na katika utoto wangu kwa hakika nimekuwa nikizunguka sana. Maana nilipofika umri wa miaka mitatu tu, babu yangu alikuwa akinilea, Ustadh Ahmad Bashekh bin Hussein, pamoja na mkewe Bi Sharifa Haji Fadhil. Wao ndio walionilea kwa hakika tangu nilipokuwa na umri wa miaka mitatu. Na tulianzia huko Rujewa, Tanganyika wakati huo, ambapo Ustadh Ahmad Bashekh alikuwa ni mwalimu wa skuli. Kwa hivyo alikuwa kwenda kule kusomesha. Kwa hivyo nilianzia Tanganyika nikiwa na umri wa miaka mitatu, alafu baada kutoka Tanganyika akahamishiwa Faza, huko karibu na sehemu za Lamu huko. Kwa hivyo huko ndiko nilikoanza kwenda kusoma kwa hakika skuli. Skuli yangu, elimu yangu ya skuli nilianzia hapo Faza, ambapo yeye alikuwa ni mwalimu pia. Kutoka Faza akahamishiwa Lamu. Kutoka Lamu mwaka 1957 akahamishiwa Takaungu, ambako ndiko nilikomalizia masomo yangu ya skuli ya msingi. Mwaka 62 yeye akafariki bahati mbaya. Sasa yeye alikuwa ni mwalimu wa skuli, lakini vile vile alikuwa ni mshairi na ni msomaji Qur'ani wa tajwidi. Katika siku zile tulikuwa na station ya redio hapa ikiitwa Sauti ya Mvita, na kwa hakika alikufa yeye, alizimia akiwa studio akirekodi mashairi yake. Sasa hapo alipokufa yeye nilikuwa ninabakiza mwaka mmoja kumaliza masomo ya skuli ya msingi. Nikabakia Takaungu hapo nikamaliza. Sasa nilipomaliza nikarudi hapa mjini Mombasa. Baadaye nikapata kazi katika manispaa ya Mombasa kuanzia mwaka 63. Sasa kufika mwaka 66 nikashughulika kidogo na harakati za kisiasa. Wakati huo ilikuwa ndio chama cha kwanza cha upinzani kilianzishwa hapa Kenya, kikiitwa Kenya People's Union, KPU kwa ufupi, na kilikuwa kikiongozwa na marehemu Jaramogi Oginga Odinga. Kenya kama tunafahamu hivyo ilipata uhuru mwaka 1963. Lakini miaka mitatu tu baada ya Kenya kupata uhuru kulikuwa kushaanza kuonekana dalili kwamba mambo yaanza kwenda kombo. Waliokuwa wameshika uongozi, Mzee Jomo Kenyatta na kikundi chake kidogo hivi, kilikuwa kishaanza tabia hii ya kutotaka kusikiza maoni ya watu wengine, hasa ambayo yameenda kinyume na mawazo yao. Ile ndia au sera ilikuwa watu wamekubaliana kwamba wataifuata baada ya Kenya kupata uhuru, ikapuzwa kwa hakuna ifuata tena. Siku zote naambia watu kwamba wajaribu kutafuta manifesto ya chama cha KANU wakati ule uchaguzi ule wa kwanza kabisa. Waisome manifesto ile. Maana manifesto ile ilikuwa ni manifesto ya kimaendeleo sana. Lau kwa mfano kama ingekuwa imefuata manifesto ile ya KANU, Kenya leo ingekuwa iko katika hali tofauti mahali pengine kabisa.
Lakini kwa bahati mbaya walioshika uongozi, baada ya kushika uongozi wakasahau kila kitu, hata wakasahau sababu ya watu kupigania uhuru huu. Wakaanza tena tabia ya kujikusanyia mali, wakaanza tena kutumia vibaya utawala na madaraka waliopata yale baada ya kupata uhuru. Sasa katika kikundi, katika wao waliokuwa katika serikali, baadhi yao ambao hakukubaliana na mwendo huo walikuwa wenzao wakenda, na Oginga Odinga alikuwa ni mmoja katika wao, alikuwa pamoja na marehemu tena pia naye Bildad Kagia ambaye wakati huo yeye alikuwa ni waziri mdogo wa elimu. Oginga Odinga alikuwa ni makamu wa rais. Bildad Kagia alikuwa ni waziri mdogo wa elimu. Achengo Neko ambaye alikuwa ni waziri wa habari na utangazaji na wengineo. Wao wakaona kwamba walipoona jaribu kubadilisha mambo wakiwa ndani ya serikali wakashindwa, wakaona hawana njia nyingine isipokuwa kutoka sasa serikalini na kuunda chama kipya hichi, ambacho kwa vile mimi kwa kijana wakati huo umri wangu miaka 19, lakini nilivutika na siasa za chama hiki. Sasa chama hiki kilikuwa kimeandikishwa ni chama cha halali, lakini serikali ilikuwa hakipi nafasi kufanya shughuli zake wazi wazi, ikiomba ruhusa ya kufanya mikutano ya hadhara, kupata leseni. Siku zile ilikuwa lazima upate leseni. Serikali ilikuwa kinyima chama hiki, viongozi wake wakisumbuliwa. Sasa sisi baadhi ya vijana tukaona kwamba hakuna njia nyingine isipokuwa kuanza harakati za chini kwa chini. Sasa mimi nilikuwa katika harakati hizo, na kazi moja hapo niliyopewa ya kufanya mimi ilikuwa ni kuandika makala kila mwezi ambayo ilikuwa yakichapishwa kwa siri na yakitawanywa kwa siri. Niliweza kufanya hivyo kwa muda wa miezi 6 ya kwanza bila kujulikana, lakini makala ya Sabaa ambayo iliita Kenya Twendapi ilikuwa mwaka 1968 hapo. Sasa makala haya ndio yaliyokanitia katika matatizo, na nikakamatwa, nikafungwa gerezani kwa muda wa miaka 3. Baada ya kutoka gerezani ilikuwa ni shida tena hapa kuweza kuajiriwa na mtu yote. Siku hizo hali ilikuwa ngumu sana. Ukishajulikana wewe kwamba ni mpinzani wa serikali, milango yote hufungiwa. Hakuna atakaye kukuajiri, hakuna atakaye kuonekana kwamba uko nawe. Nakumbuka sana wakati nilipokuwa nishafunguliwa gerezani, nilikuwa nikikaa na wenzangu ambao walikuwa marafiki zangu, nikikaa nao barazani. Wakishaniona nafika mimi nikiona mtu mmoja anza kuondoka, hawataki waonekane, hawataki kuonekana kwamba wankana mimi. Kwa hivyo ikawa shida hapo, lakini kwa bahati nzuri kukawa na nafasi Dar es Salaam, katika chuo kikuu cha Dar es Salaam, katika taasisi ya uchunguzi wa Kiswahili. Nikaiomba nafasi hiyo, na baada ya miezi 4 kukaa hapa nikaguria Dar es Salaam, ambapo nilifanya kazi chuo kikuu cha Dar es Salaam kwa miaka 7, mwaka 1972 mpaka 79. Kisha baada ya hapo nikapata kazi nyingine London, BBC na idhaa ya Kiswahili ya BBC. Kwa hivyo nikahamia London, ambapo nilifanya kazi hapo 79 mpaka 86. Alafu kisha nilipomaliza mkataba wangu hapo nikapata kazi ya kuwa mhariri mkuu wa jarida moja lilikuwa likichapishwa London kwa Kiingereza, likiitwa Africa Events, kuhusu masuala ya Afrika, siasa na utamaduni na uchumi wa Afrika. Kwa hivyo nikawa mhariri mkuu pale mpaka 1994. Alafu nikasomesha chuo kikuu cha London. Kisha wakati nikisomesha chuo kikuu cha London nikapata kazi ambayo kwa hakika sikuiomba wala sikujua kwamba iko. Nililetewa barua tu kuambiwa kwamba tuna kazi hapa ambayo tungetaka kukupa wewe kama uko tayari kuichukua, ambayo ilikuwa ni chuo kikuu cha Leipzig, Ujerumani. Kwa hivyo nikaondoka Uingereza nikaguria Ujerumani 1995, ambapo nilisomesha kutoka chuo kikuu hicho kwa muda wa miaka 15, na mwaka 2011 nikastaafu. Kwa hivyo kwa ufupi hayo ndio. Nafikiri watazamaji, kwa ukwasi huo ni wakati mwafaka niulize suala muhimu ambalo pia litakuwa lina manufaa kwetu sote. Nikiangalia hiyo khalfia uliotupa Mwalimu Abdulatif, ni kwamba una uzoefu mkubwa wa mienendo ya kisiasa na harakati katika nchi mbili ambazo umekuwa na uhusiano nazo wa karibu, Kenya na Tanzania, nchi uliokuwa unzaliwa na ulikoguria kwa muda fulani.
kwa mwangalio wako na upeo ulionao baada ya kuishi sehemu za magharibi mwa ulimwengu, matukio ya kabla ya uhuru, baada ya uhuru na hivi sasa, kwa kuwa kumeingiliwa na masuala ya vyama vingi, lau watoa shauri kwa watazamaji wetu, waweza kuwashauri nini, au waona kuna mabadiliko gani au hakuna mabadiliko gani? Unajua, wakati nchi zetu zilipokuwa zikipigania uhuru, na tunazungumza Afrika kwa jumla sasa, watu walikuwa na matumaini na matarajio fulani. La kwanza ilikuwa ni kwa hakika ni kutokana na ule utawala ulikuwa kitutawala wa kikoloni, ambao ulikuwa kitudhulumu na kutunyanyasa na kutunyima haki zetu. Watu walikuwa, matarajio ya kwanza watu walikuwa nayo kwamba tukipata uhuru, hizi dhuluma ambazo zilizoko sasa, ambazo mkoloni zilisababisha, na mambo mengine maovu yalikuwa yakifanyika ya kubaguliwa, ya kubaguana na kadhalika, kwamba yote yataondoka na hali za watu zitakuwa bora zaidi kuliko zilivyokuwa wakati ule. Lakini yasikitisha, na hii ukiangalia kama nisemavyo, ukiangalia karibu bara lote la Afrika, utakuta kwamba yale matarajio na matumaini watu waliokuwa nayo hayakutekelezwa. Na sababu kubwa kwa maoni yangu ninavyo mimi ni kwamba walioshika uongozi katika nchi zetu, wao yaonesha walikuwa na malengo yao tofauti na malengo ya wananchi wao walikuwa kiongoza. Ionekana kwamba wao walikuwa malengo yao walikuwa kwamba tukipata uhuru ni kushika yale madaraka yaliokuwa yameshikwa na mkoloni, alafu mahali pale nikae mimi bila kubadilisha hali ile ya watu na ya watu kawaida. Ndio kama nilivyosema mara ilipoanza tena watu viongozi wetu kushika madaraka, wakawa na wao na tabia zile kama walizokuwa nazo wakoloni, za kuamrisha tu watu na kutaka watu wafuate amri zao bila ya kuuliza maswali, bila namna. Na baadhi yao wakaanza tena kujikusanyia mali, wakawa kujitajirisha, na hali ya kwamba watu walipigania uhuru ili hali za maisha za watu ziwe bora zaidi kuliko zilivyokuwa wakati wa ukoloni. Lakini nasikitisha, ukiangalia katika nchi nyingi za Afrika mpaka hivi sasa utaona kwamba hali za watu bali zimekuwa mbaya zaidi kuliko zilivyokuwa wakati ule wa ukoloni. Na watu wachache sana wamenufaika, na watu wengi zaidi hali zao zimezidi kuwa mbaya. Na bara la Afrika kwa hakika ni bara ambalo watu, hasa picha iliyoko katika nchi za magharibi kwa za Ulaya na Amerika na kadhalika, picha iliyoko kule kwamba bara la Afrika ni bara maskini, bara haliwezi kujitegemea wenyewe, ambayo si kweli. Manake utajiri uliomo katika bara hili, lau kuna uongozi wa kisawasawa na mipango ya kisawasawa, hatuhitaji kwenda kuomba nje kabisa, wala msaada kabisa. Na kufadhiliwa kule kuna hasara zake, sio? Manake chemele cha Waswahili nasema fadhila ni utumwa. Manake kufadhili, mtu akishakufadhili umeshakuwa mtumwa wake. Na kama tuonavyo katika nchi zetu hivi, manake amri za namna kuendesha nchi zetu na serikali zetu zinatoka nje, magharibi, kwa kuwa wao ndio wanaotoa hiyo inayoitwa misaada. Kwa hivyo wakishapewa misaada ile, sasa kwa amri zinatoka nje. Hata ikiwa serikali zetu zinataka kufanya jambo fulani ambalo ni kinyume na maslahi ya nchi hizo za magharibi, zitaamrishwa kwamba usifanye hivyo. Kija katika mambo ya kupiga kura, kwa mfano katika Umoja wa Mataifa, kuna ushahidi chungu nzima ambapo nchi zetu zilikuwa msimamo wake atakokuwa na msimamo tofauti, wakaamrishwa kama msipige kura hivyo, piga ni kura hivi, na msipopiga kura hivi misaada itakatwa. Sasa utakuta kwamba viongozi hasa wale wa mwanzo bahati mbaya walitoka kwenye yale malengo ambayo walikuwa watu wamekubaliana na walikuwa yamewekwa kuyafuata. Ndio nasema lau utazama manifesto ya KANU kwa mfano hapa Kenya, ukaisoma ile manifesto, lau kama ingetekelezwa ile na kutokana na uhuru wa kweli, leo Kenya tungekuwa mahali pengine kabisa. Sasa hilo ndio kwa bahati mbaya jambo moja. Na kwa mfano nilipokuwa nikisomesha mimi kitu chuo kikuu, nilikuwa nikisomesha taaluma za masomo ya Afrika, fasihi ya Afrika na vile vile lugha ya Kiswahili.
Ndio nikijaribu kuambia wanafunzi wangu kwamba ili kulielewa bara la Afrika hivi lilivyo, hivi limefika wapi, ilikuwaje hata kufika hapa ilipofika leo, hali mbaya namna hii, siku zote huwa nawaambia wasome. Kuna kitabu kimoja kiliandikwa na Frantz Fanon ambaye amefariki, chaitwa The Wretched of the Earth kwa Kiingereza, kwa Kiingereza chaitwa The Wretched of the Earth. Kuna sura moja mule ndani yaitwa The Pitfalls of Nationhood. Huyu bwana hakuishi muda mrefu sana. Aliandika kitabu hiki wakati nchi za Afrika zaanza kupata uhuru. Mambo aliyotabiri humo ndani ndio yanayotendeka sasa. Na yote kwa mujibu alivyoelezea ni kwamba watu walikuwa hawakuelewa maana ya uongozi ni nini. Na nchi viongozi watu wampigania uhuru hawakujua kwamba uhuru ule ukishaupata watautumia vipi ili kuendeleza jamii zao na nchi zao. Kwa hivyo kwa bahati mbaya ndio, lakini madamu bado wako watu ambao wana maoni tofauti na lengo la kutaka kuzitengeneza nchi zetu za Afrika hali ziwe bora zaidi, watu hawafai kukata tamaa. Kitu muhimu ni watu kuwa na mipango na kuwa na harakati ambazo zina mipango madhubuti ya kuendeleza. Baada ya muda na hakika pengine tutafika huko ambako tutaka kwenda. Mimi nakubaliana na rai au fikra yako Mwalimu Abdulatif, na kwa sababu nimo humu nchini na natembea sehemu tofauti naona, lakini ninachoogopa zaidi ni kwa sababu kuna tena msemo wa Kiingereza wasema ni same song second verse, yani nyimbo ni ile ile lakini tuko beti ya pili. Kwa nini nasema hivi? Kwa sababu naona kazi ilikuwa ikifanywa na missionary wakati wa koloni, sasa hivi kama inshikwa na mashirika wenyewe wapenda kuyaita yasiyo ya serikali. Na harakati na udhamini wa mashirika haya yasiyo ya serikali ni ya kulenga na kulinda maslahi ya nchi zinazotoa fedha zile. Sasa naja pale kwenye kukubaliana na fikra yako, kwa sababu kwatakikana watu wananchi ambao wana uzalendo, kwa lugha ya kisasa wasema uzalendo, ambao watakuwa hawawezi kununuliwa, wana misimamo na wana hamu ya kuelimisha watu, si kuhamasisha. Kwa sababu nakumbuka shairi lako moja lile uliloliita mambo yana mambo yake. Na sisi vijana wengi walioko kwetu sasa hivi ni hamasa tu, lao aulizwa waweza kuthibitisha usemayo hawezi. Lakini upo upungufu wa hawa watakaoelimisha umma kuhusu mikakati na mipango ya kufikia malengo hayo. Watushauri nini mwalimu kuhusu namna ya kuweka mikakati na mipango, namna ya kutagua afae na asiyefaa katika harakati hizi, kwa sababu ya uzoefu wako na uelevu wa masala? Asante. Mwanzo tukirudi nyuma kidogo kuhusu viongozi ambao tumekuwa nao katika bara la Afrika baada ya kupata uhuru. Kitu kimoja ambacho watu watakakielewa hapa kwamba tulipokuwa tupata uhuru huu na wakoloni wakakubali kutoa uhuru huu, waliutoa uhuru huu baada ya wao kuwa na hakika kwamba watakaoshika madaraka haya baada sisi tukiondoka watakuwa ni watu ambao wataweza kuendelea kulinda maslahi yetu na kuyatumikia maslahi yetu. Karibu tazama nchi nyingi sana za Afrika, sisemi zote, lakini karibu nchi nyingi sana za Afrika utakuta kwamba wale walioshika madaraka, wale walikuwa ikiwa ni Waingereza, ikiwa ni Wafaransa, ikiwa ni Wareno, wakoloni, walikuwa wana hakika kwamba huyu mwetu tushampika kiasi. Na hata wale walikuwa zamani walikuwa na msimamo tofauti, wengine baada wakafungwa na kadhalika, kisha wakabadilishwa mawazo yao, wakawa wanatumikia maslahi sasa ya wale wakoloni walikuwa. Kwa hivyo ikawa sasa mkoloni ameondoka jina tu, lakini misingi na mifumo bado ni ile ile. Ndio hapo ndio tuita ukoloni mambo leo. Wake mkoloni sura hayuko tena, lakini amweka Mwafrika pale yomfanyia kazi yake. Fikra zile kila kitu. Uchumi wa nchi bado watumika
bado kufaidi nchi zile zilizokuwa zikitawala, bado kufaidi nchi zetu wenyewe na watu wetu wenyewe na kadhalika na kadhalika. Sasa nazungumza habari ya vijana. Mimi tangu nije hapa tarehe 1 nimekuwa Nairobi kwa wiki nzima. Kulikuwa na shughuli ambazo zinahusiana na fasihi ya Afrika, na nimealikwa mahali kutatu kuna kuzungumza. Nairobi huko nilikuwa chuo kikuu cha Kenyatta, nimezungumza huko, na kisha kazungumza Nairobi hapo kwenye Kenya Cultural Center kwa mkutano wa hadhara. Na kitu kilicho upande mmoja kilinisikitisha na upande mwingine kilinistaajabisha ni kuona kwamba vijana kwa hakika hata hii historia yetu hawaielewi. Kama wao jiona tuko hapa tulipo tumfika tu hivi hivi, wakihajui mambo yaliyotokea nyuma. Katika jumla ya mambo alikuwa akizungumza pale na maswali yalikuwa kitokea na maoni baadaye kuja baada ya mikutano hiyo, wakakuta vijana kama kwamba hawaelezwi, hawasomeshwi kamwe habari mambo. Kuambia kwamba si kuhamasisha, waelimishwe. Naam, kwa hivyo ndio nilikuwa nataka kurudi kwenye hilo neno kuelimisha. Kwa hivyo mwanzo kazi kubwa iliyoko, na ndio nilikuwa naambia vijana sasa, mimi zaidi ningezungumza, wapenda kuzungumza na vijana kwa kuwa vijana kwa hakika ndio mustakbal wa nchi zetu, na ndio wanaolengwa, hata na huyo adui pia walengawa. Na nilikuwa nikiwaambia kwamba sisi pia tulipoanza, kama tulivyosema, kwa umri wangu miaka 19 tu. Kwa hivyo vijana lazima waanze kujishughulisha na siasa. Na siasa, hatuna maana ya siasa kwa siasa za kupiga siasa kama za wana siasa. Make mimi napenda sana siasa, lakini siwapendi wana siasa. Kwa sababu wana siasa hawapendi siasa, wapenda maslahi yao. Na fujo jingi. Naam, kabisa. Sasa ndio naambia vijana lazima wajishughulishe na siasa, kwa sababu siasa haifai kupuuzwa. Ukipuuza siasa ndio mambo yenda kombo. Na siasa maana ni kitu muhimu sana katika maisha yetu. Maana kula kwetu yategemea siasa iko vipi. Mahali petu pa kulala tegemea siasa nchi zetu ziko vipi. Kivazi tu, mavazi tunavaa tegemea elimu yetu na kadhalika na kadhalika, matibabu na kadhalika. Maana ikiwa siasa ya nchi fulani ni mbaya, na vitu vyote hivi vitakuwa vibaya. Kwa watu hawana makazi, kwa hivyo hawezi kujitegemea wao wenyewe, hawezi kujilisha, hawezi kujivisha, hawezi kujielimisha. Kwa hivyo ni muhimu sana vijana kujishughulisha na siasa na jaribu kujielewa na kuielewa hali waliomo ndani yake na nchi zao, na kujaribu kupanga mambo. Na nilikuwa nikiwaambia vijana kwamba si lazima mwanzo muwe na mwajua mtafanya nini. Ile kukutana tu, muwe na tabia ya kukutana na kukaa kuzungumza hali za nchi zenu na matatizo yaliyomo. Katika mazungumzo yale, mambo yote yaanza kwa mazungumzo tu. Vitendo vyaanza kwa maneno. Watu kukutana na kuzungumza ile hali, mshaielewa ile hali ilivyo na matatizo yaliyoko, kutatokea masuluhisho hapo. Kufanywe nini? Hilo ndio muhimu. Lakini muhimu ni kujielimisha, kuijua jamii yenu yenyewe na nchi yenu na mambo yaliyomo katika nchi na namna jamii ile inavyoendeshwa, mazuri endelezwe na mabaya kujaribu kuyaondoa. Kwa hivyo hili ni muhimu sana, kujielimisha na kuelimisha watu. Sababu kubwa ya matatizo tulionao, tena ukizama viongozi ambao chaguliwa kila uchaguzi, utakuta kwamba watu hawaelewi mambo yanayotendeka, na atakuja mtu atadanganywa hapa kwa pesa kidogo hivi, atauza haki yake ya miaka 5, alafu kisha mtu aanza kulalamika. Na watu hawa ambao ndio wanaovuruga nchi zetu, sisi wananchi ndio wanaochagua, maana hawakujiweka wao pale, wamewekwa. Na wamewekwa, mtu atakuja atadanganywa kwa njia ima kwa pesa, au atatumiliwa silaha ya ukabila au ya udugu au ya dini. Na wanasiasa wanafanya haya kusudi, maana wanajua kwamba wakiwaacha watu wakaungana kwa jina la utaifa, kwa jina la nchi yao, wao watakuwa katika shida. Sasa wanajaribu kuleta hizi tofauti zilizoko ili kusudi waendelee kuwadanganya watu na kuendelea kuwatawala kwa njia mbaya. Mimi nachukua tena fursa kumshukuru Mwalimu Abdulatif Abdallah kwa kutupa fursa ya kujadili na yeye masuala haya, ingawa najua bado mtakuwa mna hamu ya kujua zaidi.
lakini katika nilionukuu na ambalo napenda kuliweka kimsingi ili litunufaisha na kutufaidi fikra, ni kwa lazima, ni wajibu tujue tunatoka wapi, tuko wapi, tuenda wapi, vipi. Kwa leo tunasimamia hapa, na tukua fursa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia uhai, afya na fursa ya kukutana kama hivi. Tena fursa nashukuru wakuu wa idhaa pamoja na mwenzangu hapa Mwalimu Abdulatif Abdallah, na nawashukuru nyote mliokaa pembezoni mkao mtuangalia na kutusikiza. Tuombeane Mungu inshallah mpaka tukutane kwenye makala yajayo ya Je Wajua. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.